God bless Lema aibua siri nzito kuhusu uhai wake Humphrey Polepole. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope na kumbuka kusubscribe. Usiku wa manane ulipogeuka alfajiri ya Januari tarehe 6 mwaka huu, video iliyojaa maumivu ilivuka mipaka ya Tanzania kwa kasi ya umeme, ikivunja taswira rasmi ya utulivu wa kisiasa na kuacha alama isiyofutika katika kumbukumbu za umma. Ndani ya nyumba ya Dar es Salaam iliyochafuka, askari walionekana wakipekua mali za mtu aliyekuwa amepotea kwa miezi mitatu, huku familia ikishuhudia kwa ukimya mzito unaochoma nafsi. Tukio hilo lilisambazwa na kiongozi wa upinzani God bless Lema na liliweka hadharani ukweli mchungu kwamba dola inayodai uchunguzi lakini inaacha majeraha yakiwa wazi, dola inayohubiri utulivu lakini inasimamia hofu. Na ndani ya saa chache simulizi hilo liliunganisha damu, upotevu na mamlaka katika picha moja inayotikisa dhamira ya taifa. Kwenye ujumbe wake, God bless Lema alianza na kuweka emoji za kilio, kisha akasema, hayupo, mnaenda kuchukua vitu vyake. Maumivu kwa wazazi na familia ni makali sana, naogopa sana nchi ya visasi. Ujumbe wake God bless Lema ambao umeonyesha kwamba amesema kwamba Humphrey Polepole hayupo na hawezi irejea tena. Ni ujumbe ambao kidogo unazua taharuki na simanzi nchini Tanzania. Msingi wa tukio hili haukuwa video pekee, bali mnyororo wa matukio ulioanza kabla ya siku hiyo, na mtu aliyepotea alikuwa ametoka ndani ya mfumo aliotumikia kwa uaminifu, akageuka kuwa sauti kali ya kukosoa. Aliwahi kubeba bendera ya taifa katika majukumu ya kidiplomasia, akiteuliwa na chama tawala, Chama cha Mapinduzi, kuhudumu kama balozi katika nchi jirani, na baadaye akaenda pale Cuba. Hatua ya kujiuzulu katikati ya mwaka 2025 likatiza simulizi la utii wa ukimya na kuanzisha sura mpya ya upinzani wa ndani uliolenga ufisadi, dosari za uchaguzi na kukandamizwa kwa sauti huru. Na ndani ya wiki chache sauti hiyo iligeuka kuwa tishio, si kwa sababu ya wingi wa wafuasi, bali kwa sababu ya asili yake ilitoka ndani ya nyumba ya mamlaka. Kurudi nchini kulifanyika kwa tahadhari kali, na kulingana na maelezo ya familia na mitandao ya kijamii, kukiwa na hofu ya kufuatiliwa, basi machapisho ya mtandaoni yalisitiza mabadiliko ya kikatiba yanayomweka mwananchi mbele ya kupunguza mamlaka ya vyombo vinavyokandamiza uwajibikaji. Na katika mazingira hayo, ukimya wa dola au kwa faraja ulikuwa onyo. Hofu ya usalama ilitaja mapema, ikithibitishwa baadaye kwa namna isiyo na huruma. Alfajiri ya Oktoba tarehe 6, wiki chache kabla ya uchaguzi mkuu, mlango wa nyuma ya kukodi eneo la Ununio ulivunjwa kwa nguvu. Nyaya za umeme zilikatwa, damu ikasambaa sakafuni, na alama ya mapambano ikabaki kama ushahidi bubu wa tukio lililopangwa. Asubuhi ilipofika, familia ilikuta nyumba ikiwa shahidi wa ukatili, si ajali. Na ripoti za mashuhuda wa mashirika ya haki za binadamu zilieleza lawama kwa watu waliovalia mamlaka, wakitenda bila vitambulisho lakini kwa ujasiri wa kutofutiliwa shaka. Na ndani ya siku chache simulizi pinzani lilisambazwa, ikiwemo madai yasiyo na ushahidi thabiti kuhusu majeraha mabaya, na jambo iloongeza sintofahamu badala ya kutoa majibu. Msingi wa kisheria ulipojaribu kujitokeza, jina la afisa mwandamizi wa polisi liligusia nyaraka za mahakama, likitoa dalili ya mguso wa ndani ya vyombo vya dola. Na wakati huo maagizo ya uchunguzi kutoka kwa Ikulu yalitangazwa hadharani, lakini miezi ilipita bila matokeo, bila taarifa, bila uwazi. Ukimya uliimarisha mtazamo kwamba uchunguzi uligeuzwa tamko la kisiasa, si mchakato wa haki. Na katika nchi iliyofunza kuishi na kumbukumbu za udhibiti wa vyombo vya habari, ukimya huo uliimba kwa sauti kubwa.
Siku ya Januari tarehe 6 mwaka huu, familia ilirejea Ununio kwa sababu ya shinikizo la madeni ya kodi, ikiongozwa na mama na kaka ya muhanga wakiwa wawili wao. Walifanya dua katika nyumba iliyoharibiwa wakikagua samani zilizovunjwa, mali zilizopotea ikiwemo vifaa vya kielektroniki na mabaki ya damu yaliyotapakaa ama yaliyokataa vile kufutika. Uwepo wa polisi uliongeza uzito wa kisaikolojia, ukikumbusha kwamba tukio halikuwa limepita, lilikuwa linaendelea kwa namna nyingine. Na ombi la mama kwa rais ilisambaa, ikigusa hisia za wengi, huku wengine wakijaribu kulipaka doa kama mchezo wa hisia. Mgawanyiko huo wa maoni ulionyesha ufa mpana wa kijamii unaozidi kukua kila mara dola inapokwepa uwajibikaji. Matukio haya kuibuka katika ombwe yalitokea katika kipindi cha baada ya uchaguzi wa Oktoba tarehe 29 uliojaa lawama za ukiukwaji na udhibiti mkali wa maandamano. Ushindi wa rais ulitangazwa chini ya Samia Suluhu Hassan, huku upinzani ukipinga taratibu ya matokeo. Maandamano yalipigwa marufuku, nguvu ikatumika kupita kiasi na mawasiliano yakadhibitiwa kupitia kuzimwa kwa mtandao. Na katika miezi hiyo kukamatwa kwa viongozi wa upinzani, mashtaka mazito na vitendo vya utekaji viliripotiwa kwa wingi, vikijenga mazingira ya hofu yaliyokusudiwa kudhibiti simulizi la umma. Mashirika ya kimataifa yalirekodi kwa kina mwelekeo huu, na Amnesty International ilieleza wimbi la hofu iliyojumuisha kukamatwa kiholela, mateso ya kutoweka kwa watu katika kipindi cha mwaka 2024 hadi mwaka 2025, kisha kuongezeka baada ya uchaguzi. Ripoti zilionyesha pia kushindwa kwa dola kulinda makundi yaliyo hatarini na kufumia nguvu kinyume cha sheria wakati wa kudhibiti maandamano. Wito wa kuingilia kati ulitolewa na jumuiya ya wanasheria ya kimataifa na taasisi za utafiti, zikionya juu ya kushuka kwa kasi kuelekea udikteta wa vurugu. Na katika ngazi ya kikanda na ya kimataifa, lawama hazikukosekana, kwani Umoja wa Ulaya ilitoa tamko la kulaani ukandamizaji, utekaji na kufungwa kwa nafasi ya kiraia, huku vyombo vya kimataifa vya habari vikirekodi ushahidi wa ukiukwaji. Mashirika ya Human Rights Watch yalisisitiza uwajibikaji wa haraka, yakitaka uchunguzi huru na ulinzi wa wakosoaji wa serikali ndani ya nchi. Viongozi wa dini waliinua sauti zao, wakitafsiri tukio hilo kama dalili ya kubadilika kwa dola kuwa adui wa raia wake. Mtandao wa kijamii ulibeba vita vya simulizi. Kauli mbiu zilienea zikihimiza shinikizo la kimataifa, huku wapinzani wa simulizi ya familia wakijaribu kupandikiza mashaka kuhusu mienendo ya awali ya muhanga. Hata hivyo, hoja hizo zilishindwa kufunika ukweli mpana. Utekaji, damu na ukimya wa dola vilikuwa vimekuwa sehemu ya mazingira ya kisiasa. Na katika historia ya Tanzania, vipindi vya mvutano vimewahi kutokea, lakini uthubutu wa kugeuza vyombo vya dola dhidi ya sauti kutoka ndani ya mfumo ulionekana kama hatua mpya, kali na yenye athari pana kwa mustakabali wa utawala wa sheria. Kisa hiki kimekuwa kioo kinachoakisi mabadiliko ya uhusiano kati ya dola na raia, na wakati serikali ikisisitiza amani na utulivu, vitendo vinavyoripotiwa vinaonyesha sera ya hofu inayolenga kudhibiti fikra kabla hazijakomaa. Na katika mazingira hayo, uwajibikaji wa kisiasa unasukuma mzigo, na ujasiri wa kusema ukweli unalipiwa kwa gharama ya usalama binafsi. Ndani ya simulizi hilo, familia iliyovunjika inakuwa ishara ya taifa linalojifunza kuishi na maumivu yasiyopatiwa majibu. Athari za kimataifa ziishi katika matamko, mahusiano ya kibiashara, misaada na heshima ya kidiplomasia huathiriwa na taswira ya nchi na uhusishwa na utekaji na kutoweka. Wawekezaji husoma ishara na raia wa nchi jirani hutathmini hatari. Ndani ya ukanda wa Afrika Mashariki, ambapo kumbukumbu za misukosuko ya kisiasa bado ni mbichi, kisa hiki kinazua hofu ya kuenea kwa mbinu zinazodhoofisha taasisi. Mwisho wa simulizi hili hauhitaji mshangao mpya, unahitaji uwajibikaji. Kutochukua hatua kuna hifadhi hofu kama sera, kunahalalisha uonevu na kuna wanyima raia imani katika sheria. Na Tanzania inapokaribia mustakabali wake, kisa hiki kinabaki kama alama ya onyo kwamba taifa linalonyamaza mbele ya utekaji linajenga
kesho yenye giza nene. Ukimya wa leo unakuwa gharama ya kesho, na hofu inapopewa makazi ndani ya dola, uhuru huondoka taratibu bila makelele. Na katika mwelekeo huu, mustakabali wa nchi unaning'inia kwenye mizani ya ujasiri wa kusema ukweli na uwezo wa taasisi kusimama upande wa haki kabla ya hofu haijawa lugha rasmi ya utawala. Ndio haya tuliokuandalia kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa ambayo inakuletea taarifa hizi na zinginezo kwa kina. Zidi kuwa nasi kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu.